Nina swali ambalo nataka nikuulize mpendo unaonitazama. Je, umewasamehe wale waliokukosea? Maandiko yanasema mwasamehe wale waliowakosea na mwaombee wale wanaowauzi. Je, umewasamehe wale walikosea? Ninajua katika mwaka huu wa 2025 kuna wengi wametukosea. Kuna wengi wametutendea mabaya yaliyotuumiza. Kuna wengi ambao tulikuwa very disappointed, wametusaliti katika njia nyingi na tukaweka vikwazo kwenye mioyo yetu. Tukakasirika, tukaweka hasira ndani ya mioyo yetu na tukajifanya ni kama tumesahau. Lakini Mungu ametupatia neema. Kama uko hai unanitazama, inamaanisha Mungu bado amekupa neema. Na kama hiyo neema ungali nayo, ninataka nikuulize. Mungu amekujalia, amekupatia neema ili uweze kuona mwisho wa mwaka Disemba. Tuko katika mwezi wa Disemba. Mwezi unaokuja itakuwa ni January, mwezi wa kwanza wa mwaka wa 2026. Swali langu kwako ni hili. Je, umewasamehe waliokukosea katika mwaka huu ambao tunakwenda kumaliza mwaka huu wa 2025? Je, umewasamehe? Ndugu yangu, nataka nikuambie kitu. Wewe na mimi hatuko watakatifu, hatuko perfect. Hakuna mtu ambaye yuko perfect. Lakini kama tuko hivi tulivyo, ni kwa sababu Mungu ameturehemu. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu huyu Mungu akatoa mwana wake wa pekee ili kila amwaminie asipotee mbali awe na uzima wa milele. Kumtoa mtoto wake wa pekee sio kitu kilicho rahisi, lakini kwa sababu ya upendo alio nao kwa ajili yako wewe na mimi, ndio maana amemtoa mwana wake wa pekee. Wabembe tunasema mwana wa eninga, the only one child. Na huu mwaka wa 2026 tunakwenda kuingia. Je, mpango wako koje? Unataka uingie na yale vikwazo uliokuwa nayo, zile drama ulikuwa nazo na watu, una mpango wa kwenda nazo katika mwaka wa 2026? Vile vikwazo, yale marumbano uliokuwa nayo na watu katika mwaka huu ambao tunakwenda kuacha wa 2025, una mpango wa kuvuka nao katika mwaka wa 2026? Ngoja nikukumbushe kitu. Kuna wengi wapendwa tuliokuwa nao ambao wameaga dunia, ambao hawako tena. Kuna wadada wazuri ambao hatuko nao tena, ambao wakupata neema ya kuwa hai na kuona mwaka huu ambao tunakwenda kuingia. Na kuna wengine ambao bado tungali nao tu wako hai, lakini labda majina yao yamekwisha kuandikwa kwenye kitabu cha mauti, labda hata mwaka wataufikia. Je, unajua siku yako ya kwenda? Je, unajua siku yako ambao Mungu atakuchukua? Haujui. Mimi na wewe tuka kama vipofu, hatujui siku gani Mungu atatuchukua. Lakini nataka nikukumbushe neno msamaha. Je, umewasamehe waliokukosea? Ninajua wengi wametukosea. Ninajua tuna madeni ya wengi na wengi wana madeni zetu kwenye mioyo. Kuna wale ambao kabisa mambo waliotutendea wala hawana hata haki ya kusema na sisi. Kwa maana kweli walioyatenda yamevunja mioyo yetu na yametuletea majeraha ya kiasi kikubwa sana. Lakini unapomsamehe mtu si kwa ajili yake, bali ni kwa ajili yako. Maana wewe usiposamehe, neno la Mungu linasema hata Baba yako aliye mbinguni na hata kusamehe usipomsamehe ndugu yako. Maana unapokuwa na hasira, usifanye na hasira siku mzima, siku kutwa una hasira. Inamaanisha bado haujasamehe. Na nataka nikuambie, wasamehe wote waliokukosea. Anza mwaka mpya ukiwa huru. Uwe kama tai. Mwaka wa 2026 ninataka ufly kama tai. Maisha yako yabadilike kimiujiza. Kwa maana unapokuwa na mizigo kwenye mioyo yako, kuna hata baraka ambazo huwezi ukazipokea. Kuna hata baraka za Mungu ambazo zinakuwa vigumu kukuloketi mahali ambapo ulipo, kwa sababu bado uko katika wingu la giza. Waliotukosea ni wengi na kweli waliotutendea nauma, lakini ninataka nikuambie neno msamaha. Kama uko hai, si kwa sababu wewe uko mtakatifu au wewe uko perfect kushinda wengine, bali ni kwa sababu Mungu amekurehemu. Mungu amekupatia neema. Na labda kama anakupatia muda huu uangalie hii video ambayo nakuamini, kwa sababu Mungu anataka kusaidie, maana ujue maisha yako ya kesho. Unaweza ukasema mimi ningali kijana, unaweza ukasema nina mipango mikubwa, unaweza ukasema nitafanya hiki mwaka wa 2026, nitafanya hivi. Una malengo mengi na una mandoto nyingi. Lakini anayeweza kumwezesha mtu katika ndoto zile ni Mungu. Maana ukiwa hai utatimiza ndoto zako, lakini ya kesho hatuyajui. Ukifa, kifo kitakuja.
Ukifa kwa muda huu, Mungu akisema labda wewe sio mpango wa Mungu wewe kufika katika mwaka ujao, utakwenda wapi? Wakati una vikwazo na watu, wakati una maadui, mji mzima umejaza maadui. Ukienda kwenye community una maadui, ukienda kwenye mafamilia una maadui, una vikwazo na watu, yani drama. Wewe unaitwa uko mama wa madrama, uko papa wa madrama, hata kwenye kanisa una madrama na watu. Ninataka nikuulize, mwaka wa 2026, are you gonna be able to fly like an eagle? Kinachomfanya tai aruke juu ni kwa sababu ya upesi wa mabawa yake. Tai anaruka juu, na ukiwa na mizigo, na sisi kama Wakristo tunalinganishwa na tai. Watu wa Mungu tunalinganishwa na tai kwa sababu watu wakiwa wa Mungu hatuna mizigo, hatubebi mizigo. Hatubebi mizigo, tuko huru, tuko rahisi, tuko huru. Kwa maana hatubebi mizigo ya watu kwenye mioyo. Ndiyo, kuna watu wanatuchosha, kuna watu wanatuumiza, kuna watu wanatusengenya, wanatunenea mibaya, na kuna wale ambao hata wanachafua majina yetu. Kuna wale wanachafua majina yetu pasipo sababu. Lakini neno la Mungu linasema muwasamee waliowakosea. Na kumsamee mtu sio eti mpaka mrudi muwe marafiki, hapana. Mnaweza mkawa mko marafiki, lakini umeamua kumwachia ile madrama yote. Mwaka wa 2026 ninapenda nikwambie, achana na mambo ya madrama. Ni wakati wa kufly high. Are you able to fly high in 2026? Unataka Mungu akuinue kiwango gani katika mwaka ujao? Achana na wale waliokuumiza, achana na wale waliokusengenya, wale walioharibu mambo yako, wale walioharibu maisha yako, wale wanaotaka kukuharibia jina, wale wanaotaka kuharibu sifa ya jina lako. Achana nao, maana Mungu amekupatia kitu ambacho ni cha thamani sana kuliko kitu chochote, ambacho ni uhai, na ni lile jina ambalo liko ndani yako, ambalo ni jina la Yesu. Mungu amekupatia neema ya uhai, maana anajua yule aliye hai ndio ana uwezo wa kusamehewa na ana uwezo wa kusamehe. Ninaomba nisikilize. Ninajua neno langu la leo lilikuwa ni msamaha, na ninataka nikwambie mwaka wa 2026 usiachi mtu yeyote akuharibie siku, usiachi mtu yeyote haribu moyo wako, au uchafue moyo wako, au aache madoa kwenye moyo wako. Kuna watu kazi yao wanatumiwa na shetani ili kuweka madoa kwenye mioyo ya watu wengine. Kuna watu ambao kazi yao ni kuchafua mioyo ya watu wengine, lakini ninakwambia kwa sababu ya wewe mwenyewe, kwa sababu ya neema ya Mungu aliyokupatia ya uhai, umshukuru Mungu kwa uhai, na umwambie Mungu, nimewasamehe wote walionikosea. Mwaka mpya wa 2026 ninataka niuanze kwa amani, ninataka nianze kwa furaha, pasipo vikwazo, pasipo vinyongo na watu, pasipo mafarakano. Ninataka uwe mwaka wa amani na salama, kwa maana Mungu, kama niko hai ni kwa neema yako, na ninataka mwaka huu mpya nianze uwe mwaka mpya na uje na mambo mapya. Ninakushukuru mpendo ambao umenitazama, kama umefikia katika kipindi hiki, kwa maana ninajua umenitazama kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mungu akubariki, na ninaomba usisahau kusubscribe na kunifollow kwa YouTube, Instagram. Mimi ninaitwa Martha Makano, unifollow, na neno la Mungu litakujenga na kubariki, maana nitakuwa nina upload video every week. Nitakuwa nina upload one video, na ni video ya kuwajenga na tusaidiane katika neno la Mungu, maana tuko katika safari. Hapa tulipo duniani sio kwetu, tuko wageni na tuko wasafiri. Wakati tunapoishi hapa, kuna wengine tunadhani labda tutaishi hapa milele, hatuna mpango wa kwenda mbingu, hatuna mpango wa kufa, hatuna. Lakini sisi muda wetu hapa duniani ni mchache. Wakati wote ule unaweza kufikia kengele italia na utaenda, lakini utaenda wapi? Ukiwa na vikwazo utaenda wapi? Kama Mungu hakukusamehe, maana ulikataa kuwasamehe wengine, utaenda wapi? Ndio maana ninataka tukumbushane neno msamaha. Ondoa mizigo iliyo ndani ya moyo wako. Acha Bwana Yesu atakase moyo wako. Acha Bwana Yesu akufanye kuwa kiumbe kipya. Yale ya 2025 yamepita, maana maandiko yanasema ya kwamba yale ya kale yamepita na sasa yote yamefanyika kuwa mapya. Acha mwaka wa 2026 yaje na mambo mapya ambayo si ya madrama, si ya conflict, si ya maivi, huyu akasema, huyu akafanya, huyu akatenda, hivi vikaenda. Achana na yale, maana Mungu amekupatia neema, na ndio kitu kilicho takatifu.
neema ambayo ni ya uzima ambao uko nao. Unapumua, unapumzi, ndio kinachotosha. Kwa hiyo Mungu akusaidie katika mwaka mpya huu ambao tunauanza. Uanze kwa amani, uanze kwa furaha, na Mungu autakase moyo wako uweze kuwa huru. Usifungwe tena na mambo ya madrama, usifungwe tena na vinyongo. Huyu aliyenifanyia, wale waliokufanyia wasahau, wapite na wakati, wamepita na 2025. Akija na maneno, mwambie Bwana, mimi nimekuwa kiumbe kipya. Mwaka wa 2025 wa vinyongo, mwaka wa 2025 wa madrama umepita. Ninataka nianze mwaka mpya na mambo mapya. Uwasalimie, uwafurahie, na Mungu ataujaza moyo wako na furaha. Usiachi mtu mwingine aharibu siku yako. Maana moyo wako, neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko vitu vyote vilindavyo, maana hapo ndiko kutokapo chemchemi ya maji ya uzima. Linda moyo wako. Drama zinaleta magonjwa katika moyo. Drama zinaleta depression. Wakati unapokuwa una madrama na watu, hauna amani na watu, huyu akasema, huyu akafanya, huyu akatenda hivi, ndani ya moyo wako hauna amani. Na wakati hauna amani, hauwezi ukasikia sauti la Mungu. Maana uko katika wingu la giza, umefunikwa katika wingu la giza. Na wakati unapokuwa unakaa katika huo ulimwengu wa maneno, wakatenda, wakafanya, uko katika destruction. Unampatia shetani kile ambacho anakitaka. Maana shetani anataka tukue distracted. Na wakati tuko distracted, iko busy kuplan kuhusu maisha yetu, iko busy kuplan kuhusu familia zetu, iko busy kuplan jinsi ataharibu maisha yetu, jinsi ataharibu familia zetu. Lakini ninakwambia, kwa sababu Mungu amekupatia neema, acha drama, samehe waliokukosea, vuka mwaka mpya na mambo mapya. Uwe shujaa wa Yesu, shujaa wa imani. Mwaka huu mpya uwe mwaka wa baraka kwako, uwe mwaka wa neema, uwe mwaka wa mafanikio. Ninaomba Mungu akukumbushe jinsi ya kusamehe. Na kama kuna yale madonda ambayo ni makubwa kabisa unashindwa kuyasamehe, basi ninakuombea Mungu akusaidie, akupe nguvu ya kuweza kusamehe, ili Mungu aliye mbinguni naye akakusamehe na akakuweke huru. Basi barikiwa siku ya leo. Ni kupitia jina la Yesu Kristo tunanena neno lake. Amen.